Kwingineko, maafisa wa polisi mjini Kakamega wanachunguza kisa ambapo miili miwili, mmoja ukiwa mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro mjini Kakamega, ulipatikana kwa chumba cha kukodisha katika eneo la Maraba, viungani vya mji wa Kakamega. Mwili wa Tariel Luvonga uligunduliwa na babake mzazi, Mofas Luvonga, aliyekuwa amemtembelea chumbani kabla ya kuwafahamisha maafisa wa polisi waliofika eneo hilo na kupata mwili wa mwenda zake ukiwa na alama ya kukatwa tumboni. William Makosi na kisa hicho cha kutamausha. Mwili wa Tariel Luvonga uligunduliwa na babake mzazi, Mofas Luvonga, aliyekuwa amemtembelea chumbani kabla ya kuwafahamisha maafisa wa polisi waliofika eneo hilo na kupata mwili wa mwenda zake ukiwa na alama ya kukatwa tumboni. Nilikuja kumuona asubuhi ya leo baada ya kumkosa jana. Nilipoangalia kwa mlango nikaona damu, alafu nikajua kwamba humo si kuzuri, alafu tuka-inform polisi. Ndani mwa chumba hicho pia maafisa wa polisi waligundua mwili wa kijana wa kati ya miaka 24 hadi 27 ambaye alikuwa amejitia kitanzi kwa kutumia kamba na hadi sasa hajatambuliwa. Kijana anaishi peke yake, anaishi kwa peke yake na attendants wengine. Baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho wanasema mwenda zake wa mwaka wa 3 anayesomea somo la walimu hajakuwa akionekana shuleni kwa muda, wakishangazwa na kifo chake. Amekuwa mwanafunzi tu mzuri, mpole, ananga maneno mengi. So most of the time when mimi nilikuwa namuona alikuwa mwanafunzi mzuri. Sijaiona kivurugana na mtu yote. If you look at that graph, most of the people who are dying young in school right now, ama when you wana commit suicide ama homicide, unapata ni wanafunzi wanaume. So I think as a society we need to do something. Rely so much on the girl child, yenye tunasahau watoto wanaume wanang'ang'ana, at the end of the day anaona life haina meaning. Kamanda wa polisi mjini Kakamega, Vincent Cherotich, anasema walipata ujumbe kutoka kwa baba mzazi, na walipofika katika eneo la mkasa waligundua miili miwili, mmoja ukiwa kwa kamba. Nimekuja hapa na askari, nikaambiwa nibomoe dirisha na mlango. Kubomoa mlango nikapata mwili umelaza hapo chini. Tariel huwa anaishi peke yake. Nenda kushangaza, nimepata miili mbili ambazo zilikuwa zimekufa, ziko kwa nyumba. Miili hiyo imepelekwa kwenye hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa mjini Kakamega, ikisubiri kufanywa upasuaji kubaini kilichopelekea wao kufariki, uchunguzi unapoendelea. William Makosi, NTV Mashinani, nikiwa katika mtaa wa Maraba, viungani mwa mji wa Kakamega, kaunti ya Kakamega. Ama kweli ni taarifa ya kutamausha kweli.